Yes Lord, amen amen. Na kukaribisha tena kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia. Hii ni saa ya uamsho ulimwenguni. Kwa neema za Mungu leo tutaangalia ujumbe unaosema mfumo wa uchumi unavyotegemea hali ya kiroho ya mtu na kazi ya Mungu. Mfumo wa uchumi unavyotegemea hali ya kiroho ya mtu na kazi ya Mungu, ikiwa ni mwendelezo wa somo letu linalosema vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Nitaweka msingi kutokea kwenye vitabu viwili, kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 2, na Hagai sura ya 1 kuanzia mstari wa 2 na kuendelea. Amen amen. Kwa hiyo nitaweka msingi kutokea kwenye hivyo vitabu viwili. Lakini kabla sijavisoma hivyo vitabu, ninaomba unisikilize kwa makini sana ninapoenda kuongelea utangulizi. Naomba twende kwa pamoja sasa. Ninaposemea mfumo, hii nimeizungumzia sana kwenye mwendelezo wetu vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Ninaposemea mfumo ni muunganiko wa vipengele kadha wa kadha vilivyohaliliwa ili kuunda kitu kimoja kinachofanya kazi kwa ufanisi, kutoa mahitaji maalum au mahitaji kadha wa kadha ya watu. Kwa hiyo sasa mfumo ni muunganiko wa vipengele zaidi ya kipengele kimoja au muunganiko wa vipengele zaidi ya moja vilivyowekwa kimkakati kukamilisha mahitaji ya watu duniani. Kwa mfano, tunaposemea umeme mpaka wake kwako ni mfumo. Yaani sasa kuna nyaya zimepita, zimeungana mpaka wengine imepita paka kwenye transformer. Huo ni mfumo, umeungana mpaka umeme ukakufikia kwako na ukawaka, ukapata mwanga na ukapata nishati ya umeme. Ina maana kuna mchakato, kuna vipengele vingi vimehaliliwa na vikaunganishwa sasa kutengeneza kitu kimoja ambacho tunasema ni umeme. Au mfano mwingine, unapata maji pengine yametokea mbali kwenye chanzo chake, na maana kuna vipengele kadha wa kadha vilivyounganika mpaka vikatengeneza kitu kimoja, mfumo wa maji, na wewe ukapata maji. Kwa hiyo kwa ufupi ni kama hivyo, na tukiendelea kupata neema tena basi tutaendelea kujifunza. Ninaposemea uchumi, ukisoma kumbukumbu la Torati sura ya 11, sura ya 8, na fikiri na ule mstari wa 12 na 13, nasema hivi: angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka. Kwa hiyo tunaposemea sasa uchumi, tunamaanisha ni vitu vyote anavyomiliki mtu, au ni hazina ambayo anamiliki mtu. Tunaposemea fedha ni uchumi. Tunaposemea maongeo ya ng'ombe ni uchumi. Tunaposemea nyumba ni uchumi. Tunaposemea dhahabu ni uchumi. Vitu kadha wa kadha, ina maana ni muunganiko wa vitu vyote sasa anavyomiliki mtu. Amen amen. Lakini kwa maana nyingine sasa uchumi ni uchumi sasa ni vitu vinavyokamilisha mahitaji ya mtu. Yaani uchumi ni vitu vyote vinavyokamilisha mahitaji ya mtu. Nisikilize kwa makini sana. Kwa hiyo sasa tunaposemea uchumi, nimesema pia ni hazina au uwezo wa kuzalisha, kutunza na kutumia, uwezo wa kuzalisha, kutunza na kutumia kukamilisha maisha ya watu hapa duniani. Ina maana uwezo wa kuzalisha, anasema kwamba kwamba makundi ya ng'ombe yako na kondoo yatakapoongezeka. Ina maana pale utakapozalisha, ule ni uchumi.
Kwa mara nyingine tena tunasema uchumi sasa ni ule uwezo wa kumiliki vitu vinavyo kamilisha mahitaji yako. Uchumi ni ule uwezo wa kuzalisha, uwezo wa kumiliki, uwezo wa kutunza na uwezo wa kuvitumia vitu ili vinavyokamilisha mahitaji yako. Ni maana tukasema sasa dhahabu tunasema ni uchumi. Tunaposemea ng'ombe, fedha na vitu kaza wa kaza tunaviweka kwa pamoja, tunasema ni uchumi. Kwa hiyo anaposemea mfumo wa uchumi, na maanisha sasa ni muunganiko wa vipengele vingi vinavyounda uchumi wako. Yaani pengine maanisha fedha, na maanisha mavuno yako, na maanisha makundi ya ng'ombe yako, na maanisha dhahabu, na maanisha biashara yako, na maanisha kazi yako, na maanisha vitu kaza wa kaza ambavyo wewe vinakupa kukamilisha mahitaji maalum. Amen, amen. Kwa hiyo kwa maana nyingine pia naposemea uchumi ni hazina ya baraka. Lakini pia naposemea uchumi ni uwezo wa kumiliki ardhi, anga na hazina zote njema. Tuendelee sasa pole pole. Naomba unisikilize niweke utangulizi. Kwa kawaida kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Kwa kawaida kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu mama, yani ndio ulimwengu wa asili. Mambo yote huanzia rohoni na uharibifu huanzia rohoni. Mambo yote unayoyaona mema au mabaya, chanzo chake ni rohoni. Kwa maana ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa asili, na ulimwengu wa roho ndio uliozaa ulimwengu wa mwili, yani ulimwengu unaonekana kwa macho ya nyama. Vitu vyote unavyoviona viliumbwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Mwanadamu unayemuona alikuwa ni roho kwanza kabla hajawa mwili. Nchi unayoikalia ilikuwa ni roho kwanza kabla haijawa ya kimwili. Kila kitu unachokiona, aidha ni biashara, aidha ni mashamba, aidha ni dhahabu au fedha, ni vya kiroho kwanza kabla havijawa vya kimwili. Kwa maana kila chanzo cha mambo yote ni kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana sasa kila jambo unaloliona limefanikiwa juu ya nchi limefanikishwa na mamlaka ya rohoni. Kila jambo unaloliona limefanikishwa na mamlaka ya rohoni. Kwa sababu kabla haujamiliki biashara inakuwa kwanza rohoni. Ni lazima uanzie kumiliki rohoni na baadaye umiliki mwilini. Kabla uchumi haujawa kimwili, ni wa kiroho kwanza. Ili umiliki uchumi lazima kwanza umiliki rohoni na baadaye umiliki mwilini. Kampuni zote unazoziona ni za kiroho kwanza. Kabla mtu hajamiliki kampuni, alikuwa na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho wa kumiliki kampuni. Na ndio maana utaona kampuni nyingi wanazomiliki ni wale wa upande wa pili, kwa maana wana maarifa kuhusiana na ulimwengu wa roho. Na ndio maana utaona watu wenye uchumi mzuri ni wale watu wa giza, kwa maana wanaujua ulimwengu wa roho. Watu ambao ni wa Mungu hawajui vizuri kuoperate mambo yao kwenye ulimwengu wa roho, na ndio maana maisha yanakuwa ni magumu, na ndio maana uchumi unakuwa hawendi. Ni kwa sababu uchumi huwa unamilikiwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Kabla duka halijawa duka, kuna mamlaka rohoni iliyosimamisha duka liwe. Kabla haujaanzisha biashara, kuna mamlaka rohoni inayosimamisha biashara hiyo. Na ndio maana utaona kabla mtu hajaanzisha kampuni, kabla mtu hajamiliki shule, kabla mtu hajamiliki hospitali, anatoa kwanza kafara kwenye ulimwengu wa roho. Anawezeshwa na mamlaka ya kishetani, anawezeshwa na mamlaka za giza, ili kwamba anamiliki kwanza kampuni rohoni na baadaye inazihilika kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa maana kila mambo mchakato wake huanzia rohoni. Wewe hata leo ukiwa na biashara, una fedha, kama fedha yako haijaanzia rohoni,
Kama hauna mamlaka rohoni, ina maana ni swala la muda tu, utaanguka na uchumi wako utapotea kabisa. Na una duka na biashara yako inaenda vizuri, lakini kama haujawa na maarifa yanayoanzia ulimwengu wa roho, na kama haujaanza kumiliki ulimwengu wa roho, hiyo biashara yako itapotea. Kwa maana fedha ni ya kiroho kwanza kabla haijawa ya kimwili, na kila kitu unachokiona ni cha kiroho kwanza kabla hakijawa cha kimwili. Twende pole pole. Kwa hiyo biashara, uchumi, kazi ni ya kiroho kwanza kabla haijawa ya kimwili. Fedha ni ya kiroho kwanza kabla haijawa ya kimwili. Mafanikio ni ya kiroho kwanza kabla hajazilika kwenye ulimwengu wa mwili. Na ndiyo maana sasa nikasema nitaweka msingi kwenye vitabu viwili. Tuanzie sasa na waraka wa 3 wa Yohana, sura ya 1 na ule mstari wa 2. Maneno ya Mungu yanasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Ina maana hiyo ni scenario ya pili. Yani kama vile roho yako. Ina maana kwamba hauwezi ukafanikiwa kama roho yako haijafanikiwa. Hebu naomba nisikilize kwa makini sana kabla sijaingia ndani kuelezea huo mstari. Huo mstari. Tuangalie jambo la kwanza. Ulimwengu wa roho hutawaliwa na vitu vinne ambavyo humpa mtu kustawi kiuchumi. Ulimwengu wa roho hutawaliwa na vitu vinne ambavyo humpa mtu kustawi kiuchumi. Jambo la kwanza, ulimwengu wa roho unatawaliwa na mamlaka au kanuni. Kuna kanuni za ulimwengu wa roho ambazo mtu akiwa nazo anafanikiwa kiuchumi au anastawi kiuchumi. Ulimwengu wa roho huongozwa na kanuni ya mamlaka. Naposemea mamlaka, ni ruhusa ya kiroho kutenda mambo fulani. Ina maana ni ruhusa. Yani tunaposema mamlaka ni ruhusa ya kiroho kutenda jambo fulani, au ni uwezo wa kuamuru jambo na likatokea kama ulivyokusudia. Ina maana mamlaka ni ruhusa kwanza ya kufanya jambo fulani kwenye ulimwengu wa roho, au ni ule uwezo wa kuamuru jambo likatokea kama wewe unavyotaka liwe. Ukisoma Marko, naomba fungua Marko sura ya 11. Marko sura ya 11 mstari wa 28 mpaka wa 29. Maneno ya Mungu yanasema, wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Yesu akawaambia, nitawauliza neno moja nanyi mnijibu, kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Na maana walimuona Yesu anahubiri neno, walimuona Yesu anaponya, walimuona Yesu anatenda miujiza kaza wa kaza, anafufua wafu, anaponya magonjwa, vipofu wanaona, viwete wanatembea, anatembea juu ya maji. Wakamuuliza, hayo unayafanya kwa mamlaka gani? Kwa sababu alikuwa anajua kila mtu anayefanya jambo hapa duniani lazima nyuma yake kuwe na mamlaka inayompa ruhusa ya kufanya hilo jambo. Unapoenda unaingia sokoni kufanya biashara, wachawi na waganga wanakuuliza, ni kwa mamlaka gani unafanya hiyo biashara? Kama nyuma yako hakuna mamlaka yoyote, basi watakushusha chini. Umemiliki gari, umemiliki nyumba, umemiliki mifugo, lakini nyuma yake wachawi wanauliza, ufalme wa giza unauliza, ni kwa mamlaka gani unalifanya hilo jambo? Kwa maana kanuni ya ulimwengu wa roho ni lazima mtu awe na mamlaka nyuma yake inayompa ruhusa ya kutenda jambo. Ni lazima nyuma yake kuwe na mamlaka inayompa uwezesho wa kutamka neno likawa vile vile kama anavyotaka. Amen, amen. Kumbuka mambo yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho
mambo yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, chanzo chake ni rohoni. Ina maana rohoni kuna serikali inaendelea, na hiyo inasimamia mambo yote, inatawala mambo yote yanayoendelea kwenye ulimwengu wa mwili. Na ndio maana utaona sasa hata kwenye ulimwengu wa mwili kuna mamlaka zinazosimamia nchi. Kuna wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, kuna rais na watawala kaza wa kaza. Akiamuru jambo ni lazima ujue huyu ni nani na mamlaka gani, na linatendeka vile vile kama alivyosema, kwa sababu ana mamlaka. Ina maana akiamrisha mtu mwingine ambaye hana mamlaka, au akaanzisha mtu mwingine juu ya nchi hana mamlaka ya kimwili, hilo jambo haliwezi likafanikiwa, na hakuna mtu ambaye atamuelewa wala kumkubalia. Vile vile kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho unaheshimu sana mamlaka. Mtu mwenye mamlaka ndi ana uwezo wa kuamrisha jambo likatokea kama anavyotaka. Kama unataka kuanza biashara, mtafute kwanza Yesu ambaye ni mfalme wa wafalme, akupe mamlaka na wewe uwe na ruhusa ya kuanza biashara yako. Ina maana usianze kitu bila kuwa na mamlaka ya kufanya hicho kitu, kwa maana utafanya na watakushusha chini, kwa maana ni kanuni ya kiroho. Kwa hiyo akamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Ni kwa mamlaka gani wewe umeanzisha hiyo biashara? Ni kwa mamlaka gani wewe umemiliki mifugo? Ni kwa mamlaka gani wewe unamiliki hiyo fedha? Kama hauna mamlaka, kumbuka hautaweza kustawi sawa sawa kiuchumi. Hautaweza kustawi sawa sawa kiuchumi. Twende tena kidogo. Kanuni ya pili, ulimwengu wa roho unatawaliwa na nguvu ambazo zinampa mtu kustawi. Ulimwengu wa roho unatawaliwa na nguvu. Naposemea nguvu, ni uwezo wa kutenda jambo fulani. Yaani nguvu sasa ni uwezesho wa kutenda jambo fulani. Unapokuwa na mamlaka bila nguvu, mamlaka yako inaweza isifanye kazi. Mamlaka yako inaweza isifanye kazi. Kwa mfano, nichukulie mfano rais wa Tanzania. Rais bila nguvu, ina maana mamlaka yake inaweza isifanye kazi. Anaweza kaamrisha jambo na lisiweze kufanyika kwa sababu hana nguvu. Kwa sababu akiwa na nguvu sasa, nguvu ya rais au ya mamlaka ya rais ni jeshi. Ni jeshi ambalo linampa nguvu. Akiamrisha usipotenda, basi jeshi linakuwa kama nguvu yake kukufanya wewe utekeleze ambalo ameamuru. Ina maana sasa, na kwenye ulimwengu wa roho unaweza kuwa na mamlaka, lakini bila nguvu. Unaweza ukaamrisha jambo lakini lisiwe na uwezesho wa kutekelezeka hilo jambo, wa kutokea kama wewe ulivyoamuru, kwa sababu hakuna nguvu. Ukisoma wa Korinto wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 20, maneno ya Mungu yanasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Ufalme wowote hauwi katika neno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu hauwi katika neno tu bali katika nguvu. Hata ufalme wa shetani, ina maana unaona watu wamemiliki mashule, nyuma yao wanapewa nguvu kuzimu. Nyuma yao wanapewa nguvu ya kuwashikilia watu. Watu wamemiliki kanisa makubwa, lakini umiliki wao umeanzia rohoni na kwa kusaidiwa na mamlaka za rohoni. Amen, amen. Ukisoma hiyo, tulisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na ule mstari wa 8 nafikiri kwa maana nasema wa 12. Anasema, angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Tuende mstari wa 18. Lengo langu ni mstari wa 18. Mstari wa 17 na 18.
Hapo useme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Ninaposemea utajiri sasa ni mfumo wa uchumi. Ina maana utakapojenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Ina maana tu kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, lazima kuwe na nguvu nyuma yako inayokusaidia kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Ina maana kwa nguvu za mtu tu, kwa mkono wa mtu hawezi akajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake bila kusaidiwa na nguvu inayotokana na Mungu au inatokana na upande wa ufalme wa giza. Ina maana nyuma yake unaweza kujenga nyumba, ukijenga bila mamlaka yoyote iliyokusapoti nyuma yake, unaweza kujenga nyumba nzuri na usiweze kukaa ndani yake. Makundi ya ng'ombe yako yatakapoongezeka, ina maana kuongezeka tu kwa makundi ya ng'ombe yako, nyuma yake kuna uwezesho wa kimungu unaokupa makundi ya ng'ombe zako kuongezeka. Utakapopata fedha, ina maana tu kupata fedha, nyuma yake kuna nguvu ambayo inakusaidia wewe upate fedha. Ina maana hauwezi ukapata fedha bila kuwa na nguvu zinazoanzia rohoni, bila kuwa na nguvu za Mungu. Utapata fedha lakini zitapotea, kwa maana nyuma yake hakuna nguvu, hakuna mamlaka inayosapoti fedha yako kukaa. Utaanzisha biashara, lakini kuanzisha tu biashara na kuiendeleza biashara nayo ikaongezeka, nayo ukaongezeka na kustawi, lazima nyuma yake kuwe na nguvu. Lazima kuwe na Bwana Mungu anayekupa nguvu za kuanzisha biashara. Lazima nyuma yake kuwe na Bwana Mungu anayekupa nguvu za kupata fedha. Lazima nyuma yake kuwe na Bwana Mungu anayekupa nguvu ya kuanzisha kanisa, ya kuwa na kanisa na kuwa na watu maelfu. Nyuma yake lazima kuwe na nguvu. Unaweza ukaanza na usiweze kufika mwisho. Unaweza ukaanza biashara lakini nyuma yake kama una nguvu, utaishia njiani na hautaweza kustawi kiuchumi. Amen, amen. Tuangalie kanuni nyingine ya ulimwengu wa roho ambayo inampa mtu kustawi kiuchumi. Ina maana ili ustawi kiuchumi ni lazima umtafute Bwana na nguvu zake akupe nguvu. Ili kupitia zile nguvu zinazotenda kazi ndani yako, yale mambo unayotaka yawe yatakuwa vile vile, kwa maana nyuma yake kuna Bwana Mungu anayekupa nguvu za kupata utajiri na anayekupa nguvu za kustawi kiuchumi. Anakupa nguvu za kumiliki hazina zote njema zinazokusaidia katika maisha ya kimwili. Lakini pia kuna kanuni ya imani. Ulimwengu wa roho unaongozwa na kanuni ya imani. Yaani kama mtu hauna imani, hawezi ukafanikiwa kiroho na kimwili. Lazima mtu uwe na imani. Imani sasa ni uwezo wa kuona imekuwa bila kuwa na shaka moyoni. Yaani imani ni ule uwezo wa kuona imekuwa bila kuwa na shaka moyoni. Na ndio maana wanga wanapanda kwenye ungo na wanaamini imekuwa, wamefika sehemu na wanafika kweli kweli. Ina maana ni ule uwezo sasa, umetamka jambo kwamba natamka kwamba mwaka huu lazima niwe na biashara, lazima mwaka huu nimiliki fedha, lazima mwaka huu nianzishe kitu ambacho kitanifanya mimi nistawi kiuchumi. Ukitamka hivyo ukiwa na mamlaka ya kimungu na ukiwa na nguvu ya kimungu, lazima uamini kwamba imekuwa na usiwe na shaka moyoni. Kwa maana ukiwa na shaka tu kwenye ulimwengu wa roho, hiyo kanuni, ukiwa na shaka tu hauwezi ukafanya jambo lolote. Lazima uwe na imani sana. Lazima uwe na imani. Mathayo 8, nafikiri Mathayo hiyo kwa kuthibitisha hilo, Mathayo sura ya 8 mstari wa 13. Sura ya 8 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile.
huyu akida, ndio maana sasa tukaona kuna muunganiko kwamba mamlaka, nguvu na imani, kwa sababu huyu akida alipomwendea Yesu ili kwamba amponye ndugu yake aliyekuwa nyumbani, lakini akida akamwambia Yesu, mimi huwa na mamlaka, huwa naongoza vikosi, nikimwamrisha huyu nenda huwa anaenda, nikimwamrisha huyu njoo naye huja, sema neno tu naye huyo atakuwa amepona. Kwa sababu alikuwa na mamlaka, Yesu akasema kwa sababu imani na mamlaka vinafanya kazi kwa pamoja ili kitu kitokee, na yeye hakuwa na shaka moyoni. Yesu akamwambia, naye akamwambia yule akida, nenda zako na wewe kwako kama ulivyoamini. Ina maana mambo huwa kama ulivyoamini, yani ukiamini kidogo inakuwa vile vile, ukiwa na shaka inatokea vile vile. Ina maana sasa ili litokee lazima uwe na uwezo wa kuamini kikamilifu bila kuwa na shaka. Mathayo 17 hiyo nitakuja kuielezea baadaye sana mambo ya imani. Hapa naeleza tu kwa ufupi. Mstari wa 20, Mathayo 17 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana mimi nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala haitakuweko neno lisilowezekana kwenu. Amen, amen. Lakini pia ulimwengu wa roho unaongozwa na kanuni ya sadaka. Hiyo ni kanuni ya 4. Imani nitaiongelea kwenye somo lingine. Ni somo pana. Hii tu nitaka niongelee kidogo kanuni za ulimwengu wa roho ambazo zinampa mtu kustawi. Kanuni ya sadaka. Ulimwengu wa roho hutawaliwa na sadaka. Hakuna kitu kinaweza kusimama kwenye ulimwengu wa roho bila sadaka. Upande wa Mungu hakuna kitu kitaweza kustawi bila kuwa na sadaka. Utaona watu wamefungua mashule, nyuma yake walitoa sadaka. Unaona watu wana majina makubwa, nyuma yake walitoa sadaka. Unaona watu wana maduka makubwa, nyuma yake sadaka. Unaona watu wamekuwa maarufu na wamekuwa na huduma kubwa, nyuma yake sadaka. Aidha ni upande wa Mungu au upande wa shetani. Wengine wamechinja watu, wametoa kafara watu, damu za watu, wamekunywa damu za watu. Nyuma yake kila jambo ambalo ili litokee kwenye ulimwengu wa mwili linaanzia kwenye ulimwengu wa roho, na kule ulimwengu wa roho ili jambo lisimame lazima kuwe na sadaka inalolisimamisha hilo jambo. Tusemea sasa, sadaka ni kitu chenye nguvu katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kufungua malango. Yani sadaka kwenye ulimwengu wa roho ni kitu chenye nguvu kwa ajili ya kufungua malango. Tunaposemea sadaka kwenye ulimwengu wa roho ni mbegu. Ina maana ni mbegu, lazima utupe mbegu kama sadaka ili izae vitu vingi. Ni sawa sana kutupa hindi moja, baadaye linazaa mara 100. Na sadaka vile vile, unapoweka sadaka kwenye ulimwengu wa roho, basi inasimama kama mbegu. Unapoweka sadaka kwenye ulimwengu wa roho, inasimama kama ufunguo wa kufungua malango. Amen, amen. Tufungue Wagalatia haraka tu, kwa sababu leo ni utangulizi wa Galatia sura ya 6 mstari wa 7 na wa 8. Neno la Mungu linasema, msidanganyike, Mungu hazihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Apandacho sadaka, maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Na maana sadaka kumbe ni kama mbegu. Ukipanda kidogo unavuna kidogo, ukipanda kikubwa unavuna kikubwa. Mwanzo sura ya 22. Nafikiri Mwanzo sura ya 22. Mwanzo sura ya 22 mstari wa 16 na 17. Neno la Mungu linasema, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala
hukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Huyu ni Ibrahim baada ya kukubali kutoa sadaka. Alipotoa sadaka, Mungu akasema, kwa maana na hapa kwa nafsi yangu. Mungu akaapa kabisa, umetoa mbegu, umekubali kumtoa mwanao wa pekee, wala kunizuilia, basi katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako. Ina maana Isaka alikuwa kama mbegu, na alipokuwa kama mbegu akakubali kumtoa sadaka, ina maana akasema, basi kama umetoa mbegu nitazidisha. Ina maana hii ni kanuni ya ulimwengu wa roho. Unapotoa inakuwa kama mbegu, alafu zeni Mungu anaizidisha. Na akasema, basi uzao wako mimi nitauzidisha, kwa maana umetoa mbegu, na utakuwa kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani. Na maana nitauzidisha mara elfu nyingi, ambao hauwezi kuhesabika. Na akasema, kwa sababu umetoa sadaka na nguvu, na kwa sababu umetoa ufunguo, uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Ina maana kumiliki mlango, kwa sababu kila jambo lilitokea lazima kuwe na mlango. Ili kila kitu lazima kitokee, lazima uwe na umiliki. Lazima nyuma yake kuwe na sadaka inayomiliki malango, kwa sababu uchumi lazima kuwe na malango ya uchumi unaopitisha uchumi wako. Lazima kuwe na mlango unaopitisha fedha. Lazima kuwe na mlango unaokusaidia kuzalisha. Lazima kuwe na mlango unaosaidia wewe kumiliki madini. Lazima kuwe na mlango unaokusaidia wewe kuanzisha shule. Lazima kuwe na mlango unaokusaidia wewe kuanzisha hospitali. Lazima kuwe na mlango. Ili mlango huo ufunguke, nyuma yake lazima kuwe na sadaka. Kwa hiyo sasa, kila aliyefanikiwa, nyuma yake kuna malango ya mafanikio yalifunguka. Nyuma yake kuna malango ya kiuchumi yalifunguka. Na ndio maana kwenye Malaki anasema kwamba nijaribuni muone, kwamba nijaribuni muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Ina maana kumbe kila kitu kina mafanikio ya mtu lazima yawe na mlango wa kupitia, aidha kutokea kwenye ufalme wa giza au ufalme wa Mungu. Kila kampuni au biashara au huduma, nyuma yake kuna sadaka inayonena. Yani kuna sadaka inayonena kumiliki malango ya kitu hicho, kumiliki malango ya hiyo kampuni, kumiliki malango ya hiyo biashara. Yani kila kitu ambacho nyuma yake kuna sadaka, hiyo sadaka inakuwa inanena umiliki. Kwa hiyo uchumi umefungwa kwenye mbegu, yaani sadaka. Uchumi wa mtu umefungwa kwenye mbegu, au tunasema sadaka. Ina maana bila mbegu hakuna utakachovuna. Bila sadaka hakuna utakachovuna. Nguvu ya mbegu, yaani sadaka, inategemea hali ya kiroho ya mtu. Naona na muda wangu umeenda sana, kwa sababu leo ilikuwa ni utangulizi. Tumeongelea vitu baadhi hapo, na njoo umejifunza. Nikukaribishe tena wakati ujao, tutaendelea mfumo wa uchumi unavyotegemea hali ya kiroho ya mtu na kazi ya Mungu. Leo ilikuwa ni utangulizi, na Bwana akubariki sana. Kama unataka muendelezo huu, like hapo muendelezo, na nitakuja hapa soon kabisa. Watu wakicomment wengi hapo muendelezo, basi kwa maoni hayo nitafurahi sana. Amen, amen.